Mwenyezi Mungu ameumba mamilioni ya viumbe na kuwaweka watawale katika uso wa dunia. Kila kiumbe kilichoumbwa na kutawala katika uso wa dunia kina uwezo ambao unatofautiana na kiumbe mwingine. Kwa mfano, mwanadamu ni kiumbe aliyepewa utashi kuliko viumbe wote wanaopatikana katika uso wa dunia. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, katika orodha ya viumbe mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu aliwaumba na kuwaweka kwenye uso wa dunia, wapo viumbe wanaoweza kuona katika ulimwengu wa kiroho. Pamoja na kuwa mwanadamu ni kiumbe mwenye utashi kuliko viumbe wengine ambao wanaishi katika uso wa dunia, lakini mwanadamu hana uwezo wa kuona baadhi ya mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Mwanadamu anaweza akabaini vitu visivyokuwa vya kawaida ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho kwa kutazama ishara mbalimbali ambazo zinaoneshwa na viumbe wengine. Katika video hii nitakwenda kukuambia viumbe mbalimbali ambao wakionekana katika makazi yako alafu wakaonesha ishara fulani, ujue kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kinaendelea katika makazi yako, au siku si nyingi kuna jambo fulani litakwenda kutokea katika makazi yako. Kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao wanatamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni viumbe mbalimbali ambao ukiwaona kwenye makazi yako, basi ujue kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kinaendelea katika makazi yako. Namba 1, mbwa waliokusanyika wanaolia milio isiyokuwa ya kawaida. Ninaamini unajua ninaposema mlio wa kawaida wa mbwa ni kubweka. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, zipo nyakati ambazo mbwa wanaweza kujikusanya kwa makundi katika makazi yako, alafu wakaelekea upande mmoja, yani kama ni mashariki, wote wakaelekeza vichwa vyao upande wa mashariki, alafu wakaanza kulia milio ni kama wanadamu. Kuna milio fulani ambayo huwa inakuwa si kubweka, bali wanakuwa wanalia ni kama wanalalamika. Endapo hali kama hiyo itajitokeza katika makazi yako, hasa usiku, basi ujue kuna mambo ya kiroho ambayo yanaendelea katika makazi yako ambayo macho yako ya damu na nyama hayawezi kutazama. Inawezekana kuna viumbe wa kiroho wamevamia katika makazi yako, ama huenda ni wachawi, ama huenda ni mashetani, ama huenda ni majini, ama huenda ni mizimu, ama huenda ni nguvu ambazo si za kawaida zimeingia katika makazi yako. Pamoja na kuwa macho yako ya damu na nyama hayawezi kutazama uwepo wa viumbe hao wa kiroho, lakini wapo viumbe ambao wanaweza kutazama, na moja kati ya viumbe ambao wanaweza kutazama viumbe ambao wanadamu hawawezi kuwatazama ni mbwa. Mara nyingi mbwa hulia mlio huo kuashiria kuwa wanaona kitu ambacho si cha kawaida. Utakapowaona mbwa wakilia mlio kama huo, ni vema ukafanya ibada. Ikiwa wewe ni moja kati ya binadamu wenye imani, hutakiwi kupuuzia, kwa sababu huenda kuna jambo baya litatokea katika makazi yako ikiwa makazi yako yamevamiwa na viumbe wa kiroho wabaya wasiokuwa wa kawaida. Namba 2, paka kulia mlio usiokuwa wa kawaida katika nyumba yako. Ukiachana na mbwa, paka ni moja kati ya viumbe wenye urafiki mkubwa na wanadamu. Paka anapenda kukaa katika mazingira ambayo mwanadamu amekaa. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, paka ni miongoni mwa viumbe ambao wanaweza kuona vitu katika ulimwengu wa kiroho, vitu ambavyo macho ya kawaida ya mwanadamu hayana uwezo wa kuvitazama. Paka ana mlio wake wa kawaida ambao umezoeleka, lakini paka anapolia kwa kulalamika, sauti yake ikawa inalia kama mtoto, basi ni ishara ya kuwa paka ameona kitu ambacho si cha kawaida. Paka katika nyumba yako anapoanza kulia kwa kulalamika, hasa usiku, ujue kuna viumbe wasiokuwa wa kawaida wameingia kwenye makazi yako. Kama wewe ni mtu wa imani kama mimi, amka, fanya ibada.
Kemea nguvu mbaya ziweze kuondoka kwenye makazi yako. Kama ni majini, mashetani au wachawi, basi kemea ili waweze kuondoka kwenye makazi yako. Namba 3, bata kutoa milio isiyokuwa ya kawaida wakati wa usiku. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, bata ni miongoni mwa ndege ambao hufugwa na wanadamu, lakini bata ana uwezo wa kuona viumbe mbalimbali walio katika ulimwengu wa kiroho ambao macho ya kawaida ya wanadamu hayana uwezo wa kuwaona. Mara nyingi viumbe wa kiroho kama majini, mashetani, mizimu au wachawi ama nguvu mbaya vinapovamia katika makazi yako, ikiwa katika makazi yako umefuga bata, bata watalia kwa pamoja katika mlio usiokuwa wa kawaida, kwani kwa kawaida wakati wa usiku bata wana kawaida ya kutulia, lakini utulivu huo unaweza kuharibiwa na ujio wa nguvu ambayo haijazoeleka katika maeneo hayo. Bata watakapoona viumbe wasiokuwa wa kawaida, kuna aina ya milio ambayo utaisikia kutoka katika midomo yao, na utakapoweza kuisikia milio hiyo si kawaida, hiyo ni ishara ambayo unapewa ya kuwa kuna kitu ambacho si cha kawaida kinaendelea katika makazi yako. Hautakiwi kupuuzia, kwa sababu kama ukipuuzia huenda ukaenda kufikwa na mabaya ambayo laiti ungeweza kufanya maamuzi mapema, mabaya hayo yasingeweza kuja katika makazi yako. Namba 4, ujio wa bundi katika makazi yako. Bundi ni miongoni mwa ndege ambao huhusianishwa na imani mbalimbali za kishirikina, lakini moja kati ya mambo ambayo ningependa usiendekeze katika maisha yako ni kumhusisha ndege bundi na mambo ya kishirikina. Bundi ana uwezo wa kuona vitu mbalimbali ambavyo wanadamu wa kawaida hawawezi kuviona. Bundi anaweza kuhisi hata kifo kabla ya kifo hakijatokea. Inawezekana hili limekushangaza. Ndiyo, sijakosea. Kwa kawaida mwanadamu anapoanza kufa huwa hafi ghafla, bali seli katika mwili wake ndizo huwa zinaanza kufa. Kuna harufu ambayo huwa inazalishwa na seli pindi seli zinapokufa, harufu ambayo pua za mwanadamu za kawaida haziwezi kuinusa, lakini uwezo wa bundi anaweza kuhisi harufu ya seli ambazo zinakufa hata akiwa mbali, kwa sababu bundi ni moja kati ya ndege ambao hula mizoga. Huwa anasogea karibu na nyumba ambayo mtu ameanza kuonesha dalili za kufa, kwani seli zake zinakuwa zimeanza kupoteza uhai. Na hapa watu wengi huwa wanachanganya. Watu wengi huwa wanadhani bundi ndio anakuja kuleta mikosi katika nyumba ya mtu, yaani nyumba ikiwa na mgonjwa ambaye yuko mahututi alafu bundi akaonekana juu ya nyumba hiyo, mtu huyo mara nyingi huwa anapoteza maisha. Watu wanahusianisha vitendo hivi viwili, uwepo wa bundi na mtu kufa, lakini siri ambayo hawaijui ni kuwa bundi hahusiki katika kifo cha mwanadamu, bali bundi anakuwa ameshaona kile ambacho kinaendelea katika mwili wa mwanadamu. Ndiyo maana anasogea, kwa sababu bundi anaweza kuhisi kifo cha mtu hata anapokuwa mbali. Hivyo hata wewe kuanzia leo utakapomuona bundi, acha kumhusianisha na mambo ya kishirikina. Bundi ni kiumbe kama walivyokuwa viumbe wengine, huwa anakuwa ameshahisi harufu ya seli ambazo zimeanza kufa. Ndiyo maana anasogea katika nyumba ambayo mtu ambaye anaumwa yuko mahututi, lazima tu atapoteza maisha. Hivyo utakapomuona bundi katika makazi yako, kuna uwezekano mkubwa mgonjwa ambaye yupo mahututi hatoweza kupona. Kuna uwezekano mkubwa akapoteza maisha. Namba 5, jogoo kuwika usiku wa manane. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kwa kawaida jogoo huwika alfajiri, asubuhi ama mchana. Pindi jogoo anapowika usiku, wakati ambao hakutarajiwa kuwika, huwa anamaanisha vitu mbalimbali katika ulimwengu wa kiroho. Maana mojawapo, anakukumbusha kutubu makosa yako, kwani ukifuatilia kisa cha Yesu na mwanafunzi aliyemsaliti, Yesu alimwambia mwanafunzi wake, kabla ya jogoo kuwika utakuwa umenikana mara 3. Na kweli
Jogoo alipowika tayari mwanafunzi wa Yesu alikuwa amemkana Yesu mara 3, lakini kitendo cha jogoo kuwika kikawa ni kama ukumbusho wa mwanafunzi yule wa Yesu kufanya toba ya makosa ambayo alikuwa ameyafanya, akajutia sana. Hivyo inawezekana hata wewe kuna madhambi mbalimbali ambayo umeyafanya. Jogoo atakapowika katika nyakati ambazo haukumtarajia kuwika, anakukumbusha kufanya toba ya makosa ambayo umeyafanya. Lakini pia jogoo anakukumbusha kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu, kwani usiku wa manane ni wakati ambao spiritual portal, yani milango ya kiroho, huwa inakuwa wazi. Hivyo utakapoamka wakati huo na kufanya ibada, basi Mwenyezi Mungu atakusikia na maombi yako yatajibiwa kiurahisi kuliko nyakati nyingine. Jogoo anapowika usiendelee kulala, kwani kuna kitu ambacho si cha kawaida anakuwa amekiona. Na si kuwika tu, kuna nyakati ambazo kuku wako ambao wapo katika makazi yako wanaweza wakaonesha milio fulani ambayo si ya kawaida katika makazi yako. Mara nyingi huwa wanalia kwa pamoja, alafu ndani ya muda mfupi wanarudi katika ukimya ambao ni wa kawaida. Mara nyingi kuku wanapoona kuna kitu ambacho si cha kawaida, basi wanaweza kutoa milio ambayo si ya kawaida ili kukupa ishara uweze kujihami. Usikae kimya, unatakiwa kuchukua hatua. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.